Na wanaeleza alfuqaha kwamba katika hawa albahimatul an'am pana vigezo vinazingatiwa ili kufaa hawa bahimatul an'am kuwa ni vichinjwa vya udhiya. Miongoni mwa vigezo ni al-umr, ni umri wa mnyama. Wanasema ulama umri unazingatiwa katika al-udhiya. Udhiya uliyetimia umri wenye kutakiwa ndio wenye kujuzu na kupita, na udhiya ikiwa haujatimia umri wake, kuna kauli ya wengi katika ulama kwamba hajuzu mnyama kama huyo. Wengine wanasema atajuzu ma'al ithm, pamoja na kupata dhambi la mukhalafa. Wakianza na ngamia, wanasema ngamia mwenye kufaa udhiya kwa upande wa umri, basi ibili awe ni mwenye umri wa miaka 5, man lahu 5 sinin, awe ni ngamia mwenye miaka 5, basi na kujali ni jike au ni dume. Katika upande wa al-baqar, ng'ombe, wanasema man lahu sanatan, awe ni ng'ombe mwenye kuanzia miaka 2. Tunaposema ngamia wa miaka 5, kwa maana huu ni umri wa kuanzia miaka 5. Akiwa na umri zaidi ya hapo ni bora zaidi, asiwe chini. Na tunaposema ng'ombe mwenye miaka 2, huu ni umri wa kuanzia. Akiwa ni mkubwa kuliko hapo ni bora zaidi. Na katika upande wa al-ghanam, mbuzi na kondoo, wanasema ad-dha'n, kwa upande wa kondoo awe na 6 ashhur, awe ni kondoo alianzia miezi 6. Na kwa upande wa ashah, mbuzi awe ni mbuzi mwenye sana, mwenye mwaka kamili. Huu ndio umri unaozingatiwa kwa udhiya kwa kuanzia. Kwa hivyo usije ukaenda kuchagua wanyama walio chini ya umri huu, utakuwa umefanya mukhalafa. Kwa hivyo anayekwenda minadani au anayetembea katika mazizi huko alizingatie hili. Na wakati mwingine uwahoji wale wafugaji, huyu ng'ombe huyu unavyomtazama wewe ana umri gani huyu? Huyu bwana anakaa mwaka na nusu hivi. Mwambie hapana, huyu anifai, tafuta mwingine. Kwa sababu unajua ng'ombe angalau aanzie miaka 2. Akipata wa miaka 2, 3 na kuendelea, huyo atakufaa kwa upande wa umri. Lakini pia wanaeleza ulama, ukiacha umri pana sifa nyingine za huyu mnyama wa udhiya, kama ilivyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 4 la tajuzu fil adahi, wanyama wenye sifa 4 hawajuzu katika udhiya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawataja: al-awra al-bayyin awaruha, wa kwanza ni mnyama mwenye chongo ambaye liko wazi chongo lake, ukimtazama unajua huyu jicho moja alioni, chongo huyu hafai. Wal arja'u al-bayyin dhil'uha, na mnyama kiguru ambaye kiguru chake kiko wazi, akitembea wajua huyu mnyama kilema huyu, ima anaguchia guchia au anasota, baadhi ya viungo hana, hafai katika udhiya. Wal maridha albayyin maradhuha, na mnyama mgonjwa ambaye uko wazi ugonjwa wake, kimtazama unajua huyu mnyama anaumwa, huyu mnyama anajiarishia, kamejaa ukurutu, kanatoka makamasi, chafi hazimuishi, mara kavimba jitezi kwenye shingo hapa, unaona kabisa hawezi kula vizuri,
hawezi kurukaruka kama wenzie wanapokuwa machungani, hawezi kunywa. Mgonjwa ambaye ugonjwa wake umebainika. Ama ikiwa ni maradhi yasiyoonekana, labda mgonjwa katika tumbo lake huko ndani, labda ana vidonda vya tumbo, labda kwenye utumbo huko, au ana homa ya maini. Sasa yale mambo huwezi kuyaona labda kwa vifaa vya udaktari. Hatujaambiwa tufukue mambo hayo. Mambo sasa uende pale kwenye kununua wanyama na ultrasound ile ya wanyama sasa. Hebu tumcheki maini hapo. Sio kanipiga kwa kukuta maini yenyewe yameoza. Ni mgonjwa ambaye ugonjwa wake unadhihiri. Tumekasema wal ajfa'u allati la tunqi. Wanne, na mnyama aliyekonda. Na hifa, mnyama kimbaombao amekongoroka, ambaye hajabakisha mafuta kwenye mifupa, hana ile supu kwenye mifupa yake, huwezi ukavuruta ule ubongo kwenye mifupa, hafai huyu. Kwa hivyo ulama wanasema hizi ni baadhi ya uyub ambazo zikipatikana kwa mnyama wa udhiya, mnyama huyu hafai. Hizi ni baadhi tu ya aibu zimetajwa. Wanasema ulama, ikiwa mnyama atapatikana aibu kama hizi, hatofaa kwa udhiya. Sasa mara nyingine akawa na aibu kubwa zaidi kuliko hizi, ndio kabisa hafai zaidi huyo. Sisi tumeambiwa mnyama chongo ambaye chongo lake limedhihiri hafai. Sasa usije ukamtafuta kipofu. Ikiwa ni amia, akiwa ni kipofu, sasa hafai kabisa huyo. Sisi tumeambiwa al-arja, mnyama kiguru. Sasa usije ukamtafuta aliye paralyze, ambaye si kiguru, hatembei kabisa, huyo hatofaa kabisa, si ndio? Kwa hivyo kuna baadhi ya aibu zinakuwa ni kubwa zaidi, haitofaa. Na wanasema ulama wengi, haya mambo manne yaliyotajwa katika uyub ni kama mfano tu, lakini zikapatikana aibu nyingine ambazo ni sababu ya kumshusha thamani mnyama, basi zitazingatiwa aibu hizo. Kama wale wanyama waliochorwa ngozi zao kwa moto kiasi ambacho ule moto ukaingia mpaka kwenye nyama, hawatofaa pia, kwa sababu nyama yake inakuwa mbaya, hatofaa. Na mfano wa aibu kama hizo, mnyama aliyevunjwa pembe akabakia na jishimo pale kwenye pembe kiasi ambacho wadudu wanatoka. Wale wanyama mara nyingi wanapata ugonjwa wa kichwa. Kwa wale wafugaji wanajua, wanapata uchizi. Kukuta ng'ombe ana kichaa, wasema huyu kwa sababu bei nafuu. Bwana huyu ng'ombe chizi huyu, ananisumbua sana, kwa hiyo bora aondoke hapo kwenye zizi. Kiangalia bei unayopewa, labda wale ng'ombe waliokuwa timamu labda 1,000,000, 1,500,000, yule chizi anambia huyu nipe hata 500,000, nasema nipe huyu, nitamkomesha, nitampiga kudu. Usichukue chizi katika hawa wanyama. Tumeelewana? Kwa hivyo kuna baadhi ya uyub hazikutajwa hapa, lakini ni mbaya zaidi, zizingatiwe. Kama vile ambavyo mnyama mwenye sifa nzuri zaidi, huyo ni bora zaidi. Wako wanyama wanapendwa na walaji kwa kuwa ni watamu. Mfano, mnyama aliyefugiwa ndani akawa anakatiwa majani, Wachaga tunamuita ndafu, anatafutiwa majani mazuri, anawekewa molasses pale, anapewa mashudu, pumba. Ukikutana na nyama ya mnyama kama huyu ni tamu kweli kweli, na wanakuwa ghali wanyama hao. Huyo ni bora zaidi kama nina ndafu bwana. Au waliohasiwa, wale wanyama waliotolewa korodani, au wengine zinapondwa zile,
linakuwa nene. Almawjua, mnyama aliasiwa anafaa huyu, bora huyu, kwa kuwa nyama yake ni tamu. Alimamu Shaukani kazitaja adilla nyingi pale katika neno Autar za kufaa mnyama huyu aliasiwa, kwa kuwa watu wanampendekeza mnyama huyu na wanampenda nyama yake. Supu ya ndafu mchezo? Au ukapata nyama ya kuchoma ya ndafu alafu ikachomwa na mtaalamu, tamu kweli kweli. Wanyama kama hawa ni bora.